Wanaharakati wote isipokuwa wawili pekee waliokuwa wamekamatwa na wanajeshi wa Israeli baada ya msafara wao uliokuwa ukielekea Gaza kuzuiliwa wameachiliwa huru nchini Ugiriki. Hapo jana takriban wanaharakati 175 waliokuwa ndani ya boti 22 zilizobeba misaada kuelekea Gaza walikamatwa karibu na kisiwa cha Kreti. Waandaaji wa msafara huo wa flotila walilani hatua hiyo wakiuita uharamia, wakisema wanachama wao walikamatwa kinyume cha sheria zaidi ya kilomita 965 kutoka Gaza katika mji wa kimataifa. Wizara ya mambo ya kigeni ya Israeli kwa upande wake iliuita msafara huo kuwa mbinu ya kujipatia umaarufu. Wanaharakati wote waliokamatwa wameachiliwa huru katika kisiwa cha Kreti isipokuwa wanaume wawili ambao wamesafirishwa hadi nchini Israeli kwa ajili ya kuhojiwa. Hii ni kulingana na serikali ya Israeli. Wizara ya mambo ya kigeni ya Israeli imesema kuwa mmoja ya wanaume hao ni Seif Abu Keshek, anashukiwa kuwa na uhusiano wa shirika la kigaidi, huku mwingine Tiago Avila akishukiwa kufanya shughuli haramu. Wawili hao bado wanazuiliwa na mamlaka za Israeli. Kutokana na tukio hilo, mawaziri wa mambo ya kigeni kutoka Jordani, Uhispania, Pakistani, Brazili, Bangladeshi, Uturuki, Afrika Kusini, Colombia, Libya, Maldives na Malaysia wamelaani vikali kile walichokiita shambulio la Israel dhidi ya msafara wa Global Resilience Flotilla, mpango wa kiraia wa kibinadamu uliokuwa ukielekea kupeleka msaada eneo la Gaza. Mawaziri hao wamesema kuwa mashambulio yaliyolenga meli hizo pamoja na kukamatwa kinyume cha sheria kwa wanaharakati zaidi ya 100 ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Taarifa hiyo ya pamoja imeeleza wasiwasi kuhusu usalama wa wanaharakati hao, wakiitaka Israeli kuachilia mara moja na kuhakikisha usalama wao unapatikana. Pia mawaziri hao walitoa wito kwa jumuiya za kimataifa kutekeleza wajibu wake wa kimaadili na kisheria katika kulinda raia, kuheshimu sheria za kimataifa na kuhakikisha uwajibikaji katika ukiukwaji huu unaotekelezwa na Israeli. Mimi ni Yusuf Athumani, hii ni The Loyal Media.